tulitamani kufika siku hii, lakini kwa jaala yake Allah subhanahu wa ta'ala haikuwezekana. Hivyo sisi tuliofika hapa leo tunapaswa kushukuru na kujinyenyekeza mbele za Muumba wetu kwa kuomba msaada wake, huku tukiwaombea rehema na malazi mema wenzetu waliotangulia mbele za haki. Kwa namna ya kipekee namshukuru Mufti na Shekhe Mkuu wa Tanzania Dr. Abubakar bin Zubeir bin Ali wa Mbwana kwa kunialika na kunipa heshima hii adhimu ya kuungana nanyi leo katika tukio hili la baraka. Aidha, nitoe pongezi zangu za dhati kwa Waislamu wote kwa kukamilisha ibada muhimu ya nguzo ya 4 ya Uislamu, yaani swaumu ya Ramadhani. Sote kwa pamoja tumuombe Mwenyezi Mungu azikubali funga zetu, azikubali sadaka zetu, azikubali dua zetu na atukidhie haja zetu. Mwenyezi Mungu atujalie kuwa miongoni mwa waliopata rehema na msamaha wake katika kipindi hiki. Amin. Ndugu viongozi, ndugu Waislamu na wananchi wote, mwaka huu kwa rehema za Mwenyezi Mungu Waislamu tumefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani, wakati ndugu zetu wa Kristo nao wakiwa katika kipindi cha Kwaresma. Hiki ni kipindi ambacho Mola wetu ametukadiria sote kwa pamoja, licha ya tofauti zetu za imani, tuielekeze mioyo yetu kwake, kuomba toba, salama ya nafsi zetu na ustawi wa nchi yetu na watu wake. Hili ni jambo la baraka na neema kubwa. Hivyo hatuna budi kudumisha upendo na kuheshimiana, vile vile kudumisha amani, utulivu na mshikamano. Tofauti zetu kiimani zijengewe daraja la kuimarisha udugu wa Watanzania na umoja wa taifa letu. Ndugu zangu, katika mwezi mtukufu wa Ramadhani tumeona Waislamu na wananchi kwa ujumla wakishiriki na kushirikiana katika ibada, wakitoa sadaka na kusaidia wenye mahitaji, kiwemo wajane, mayatima na wasiojiweza. Kwa upande wetu tuliita sadaka, lakini kwa wenzetu waliita matendo ya huruma, lakini wote tulifanya kazi hiyo kwa umoja wetu, kwa mioyo yetu, kwa matamanio yetu. Kwa Waislamu, Ramadhani ni mwezi wa kufundishana na kukumbushana uendelezaji wa maadili mema kwetu na vizazi vyetu, kuimarisha subra na nidhamu ya nafsi zetu kwa kujizuia na yale yaliyokatazwa na Mola wetu. Mwezi mtukufu wa Ramadhani hakikuwa tu kipindi cha toba na ibada, bali ni wakati ambao mioyo yetu inakumbushwa au ilikumbushwa kuonea huruma wenye uhitaji, kusaidiana na kuimarisha mshikamano katika jamii yetu. Kama inavyosema Qur'ani katika Surat Al-Baqara aya ya 177, taisema Kiswahili chake, inasema wema sio tu kuelekeza nyuso zetu mashariki au magharibi, bali wema ni imani ya kweli, ni kumwamini Mungu kwamba Mungu yupo, kuamini siku ya Kiyama, kuamini malaika wa Mwenyezi Mungu, kuamini kitabu chake Qur'an tukufu na kuamini mitume yake. Lakini vile vile ni kutoa mali uipendayo kwa jamaa, mayatima, maskini na wenye uhitaji katika mifumo tofauti, aidha sadaka au zaka. Lakini vile vile wema ni kufuata maamrisho yake Mwenyezi Mungu. Hata Biblia au Biblia takatifu katika kitabu cha Yakobo sura ya 1 aya ya 27 inatueleza kuwa dini safi isiyo na taka mbele ya Mungu ni kwenda kuwatazama yatima na wajane katika dhiki zao na kujilinda na dunia pasipo mawaa. Hiyo ni Biblia. Kiangalia aya mbili hizo zinatuelekeza wote kufanya matendo ya huruma, kupendana, kushikamana na kusaidiana. Hivyo basi sote Waislamu na Wakristo tunao wajibu wa kutekeleza kwa vitendo maamrisho hayo, sio tu nyakati za mwezi mtukufu wa Ramadhani na kipindi cha Kwaresma,
bali siku zote ambazo Mwenyezi Mungu ataturuzuku uhai wetu. Ndugu zangu, nitumie fursa hii pia kuwashukuru kwa dhati viongozi wote wa dini nchini kwa mchango mkubwa mnaotoa katika kuimarisha maadili ya jamii yetu na kudumisha mshikamano wa taifa letu. Na hapa ndio unakuja mnasaba wa kauli mbiu ya shughuli yetu hii, kwamba tunapojenga maadili mema basi tunajenga jamii iliyo bora. Viongozi wa dini, mmekuwa sauti ya matumaini na mwongozo bora kwa waumini katika nyakati za changamoto za kijamii na kimaadili, kwa kuwafariji waliokata tamaa, kuwatia moyo walio katika dhiki na kuwaongoza watu katika njia ya uadilifu, uvumilivu, kumcha Mungu na kwenye uongofu. Ni ukweli usiofichika kwamba dini inapojenga maadili mema ya jamii, taifa hujenga msingi wa amani na maendeleo yake. Bila hapo, kama hakuna maadili, tukiendelea kuyaachia yale aliyosema Mufti ya kutukanana kwenye social media, huko kwenye mitandao, ya kutengeneza AI zinazokashifu viongozi aidha wa serikali au wa dini, watoto wetu wadogo wakiyaona yale wanajifunza, wanayafata, hatutakuwa salama na nchi haitatulia, maendeleo hayatakuwepo, sababu kutakuwa kuna vurugu. Hivyo niwaombe viongozi wetu wa dini na madhehebu mbalimbali kuendelea na jukumu hili muhimu la kuwajenga wananchi kiimani na kimaadili kama tulivyoelekezwa na vitabu vyetu, ili tuwe na taifa lenye amani, mshikamano, utulivu na ustahimilivu kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kizazi kijacho. Ndugu zangu, katika nyakati hizi ambapo tunashuhudia migogoro na mivutano katika maeneo mbalimbali duniani, nchi yetu imeendelea kubaki salama na yenye amani. Hata hivyo, ni muhimu tukatambua kwamba si kila mtu anatamani kutuona katika hali ya amani, umoja na utulivu. Hivyo basi, ni vyema tukazidisha mshikamano na upendo kwa nchi na taifa letu na watu wake. Tuendelee na sifa yetu ya Tanzania ya amani. Ndugu zangu wa Tanzania, nataka niwahakikishie kwa serikali yetu itaendelea kutimiza wajibu wake wa kikatiba wa kulinda uhuru wa kila Mtanzania kuabudu kulingana na imani yake. Pamoja na hayo, ni muhimu kwetu sote kufahamu mipaka ya uhuru huo, na hatuna budi kuheshimu sheria za nchi na haki za wengine, ili uhuru huo usigeuke kuwa chanzo cha chuki, mgawanyiko au kuvuruga amani na mshikamano wa taifa letu. Ndugu zangu, napoelekea kuhitimisha, nataka